kwa hapa nyumbani. Karibu sana. Tunaelezwa kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu David Cleopa Msuya anatarajiwa kuzikwa Jumanne ya Mei 13 mwaka 2025 kijijini kwake Usangi mkoani Kilimanjaro. Tupate taarifa kamili na Abel Kirumbu. Ratiba ya mazishi hayo imetolewa leo Dar es Salaam Mei 9 mwaka 2025 na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, ambaye amesema kuwa Jumapili ya Mei 11 Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atawaongoza Watanzania katika ibada maalum ya kuombea mwili katika viwanja vya Karimjee, Dar es Salaam. Msigwa amesema siku ya Jumatatu Mei 12 mwili wa marehemu David Cleopa Msuya utasafirishwa kwa ndege kuelekea mkoani Kilimanjaro na wananchi wa Mwanga watapata nafasi ya kuuaga na kisha ratiba zingine za mazishi zitafuata. Baada ya kuondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa KIA, mwili wa marehemu utasafirishwa kwa magari na utapelekwa katika uwanja wa Cleopa David Msuya uliopo Mwanga, ambako viongozi mbalimbali na wananchi watapata nafasi ya kuuaga. Tunatarajia ratiba ya kuuaga katika uwanja huu itaanza majira ya saa 5 za asubuhi hadi saa 10 za jioni. Tunatoa wito kwa wananchi wa Mwanga na maeneo mengine wanaotaka kuuaga mwili wa marehemu au kumwaga mpendo wao Cleopa David Msuya watumie nafasi hii iliyotengwa kwa ajili yao. Baada ya saa 10 jioni, mwili wa marehemu hayati Cleopa David Msuya utapelekwa kijijini kwake Usangi, ambako kutakuwa na ibada fupi ya maombolezo. Siku ya Jumanne tarehe 13 Mei 2025 ndio itakuwa siku ya mazishi ya hayati Cleopa David Msuya, ambapo ratiba itaanza kwa ibada maalum itakayofanyika katika kanisa la KKKT lililopo Usangi na kisha kufuatiwa na mazishi ya kiserikali yatakayoongozwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ. Baada ya mazishi kufanyika, kutakuwa na salamu za viongozi wachache akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhitimisha shughuli za mazishi. David Cleopa Msuya aliwahi kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu. Amefariki dunia Mei 7 mwaka huu 2025 majira saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen. Abel Kirumbu, EATV habari, saa 1. Asante sana Abel Kirumbu kwa taarifa hiyo, nasi tukiungana pia na Watanzania kwa ujumla na serikali kutoa pole vile vile. Na katika taarifa hii tunaungana na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu kuzungumza naye pengine maandalizi sasa yako kwa namna gani na masuala mengineyo mengi sana. Asante mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro kuungana nasi mubashara kabisa kupitia utajiri wa habari wa EATV saa 1. Karibu sana. Asante sana. Habari za Dar es Salaam? Sisi tuko vizuri kabisa. Bila shaka hapo Kilimanjaro mko vizuri. Na kwa kuanza tungetamani kufahamu labda maandalizi yako kwa namna gani hapo Kilimanjaro ukiwa kama mkuu wa mkoa sasa wa Kilimanjaro na unasimamia pengine jambo hili kwa hapo Kilimanjaro. Asante sana. Sisi kwanza namshukuru msemaji mkuu wa serikali ndugu yangu Msigwa kwa ratiba nzuri. Maandalizi huku sisi tangu tulipopata taarifa kifo cha Mheshimiwa Cleopa David Msuya tulianza maandalizi, hiyo yanakuwa vizuri, na sasa hivi ninapozungumza ndio naingia kutoka Usangi ambapo kila kitu kunakwenda vizuri. Hali ya ulinzi na usalama ya mkoa iko shwari, pamoja na wilaya ya Mwanga pamoja na kule nyumbani kwake Usangi. Kwa hiyo tunategemea kwa kama alivyosema msemaji mkuu wa serikali ndivyo itakavyokuwa, na sisi Jumatatu Mungu akitujalia tutapokea mwili wa hayati Cleopa David Msuya na kwenda nao Mwanga kwenye kiwanja kile ambacho kina jina lake la Msuya kwa ajili ya wananchi wa wilaya ya Mwanga kuuaga. Baada ya hapo tutakupeleka kijijini kwa ajili ya taratibu nyingine. Okay, tumesikia kwenye taarifa ya msemaji mkuu wa serikali akitaja mkuu wa nchi Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan
kuwepo pia kwenye msiba huo. Lakini pengine viongozi wanaotarajiwa wengine, pengine si ndani tu, hata nje, ni wapi kama ziko taarifa hizo? Ni kweli, lakini tunamtegemea yeye pia kule kamati kuu ya maandalizi kupata orodha kamili. Mpaka kesho tutakuwa tumepata uhakika wa viongozi gani wanakuja kwenye mazishi. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kama alivyosema msemaji mkuu wa serikali, yeye atahudhuria. Kwa hiyo wengine watakuja, tunao mawaziri wakuu wastaafu nao tunategemea, lakini kesho tutapata taarifa kamili ya viongozi wa ndani na nje ya nchi ambao watahudhuria mazishi haya. Na nikushukuru sana mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro kwa kuungana nasi. Asante sana na poleni kwa kama mkoa